familia ya mzee wetu Gideon Baya Mung'aro, kiongozwa hapa na gavana wetu wa Kilifi, ndugu viongozi, the Right Honorable Prime Minister, mawaziri mlio hapa, makatibu, magavana, wabunge wa kaunti yetu ya Kilifi na makaunti zingine, ndugu wananchi wa Dabaso na Kilifi, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya serikali ya Kenya naleta rambirambi nyingi za pole kwa familia hii ya mzee Gideon Mung'aro ambaye ametuacha. Nikisema kwa familia, kwa majirani, kwa marafiki, kwa watu wa Kilifi, poleni sana kwa kumpoteza mwenzenu huyu mzee ambaye alichangia mahali pakubwa, sio kwa familia yake peke yake, lakini vile vile katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Narudia kusema poleni sana. Na mimi nimefika hapa kwa sababu ya urafiki na undugu, na kwa kutambua mchango wa mzee Gideon Baya Mung'aro katika uongozi wa taifa letu, akiwa naibu wa chief, akiwa chief, akiwa senior chief, na mchango wake ambayo tumeelezwa hapa kwa kina na marefu, vile alivyochangia katika sio familia yake peke yake, lakini pia katika familia nyingi na sehemu lote hii la Dabaso na Kilifi. Tunasema huyu mzee tunamuenzi, tunamshukuru. Leo tunasherehekea maisha yake kwa ule mchango aliotoa kwa uongozi wa sehemu hii, na vile vile kwa kuchangia katika taifa letu la Kenya. Sisi tulio na nafasi ya uongozi tuko na mengi ya kujifunza kutoka mzee huyu. Kwanza, mlisikia mzee huyu hakubagua wananchi wa sehemu hii. Hakujali familia ni hii ama lile. Mumesikia hapa kutoka rafiki yangu Bwana Farid. Huyo Farid nimepata bahati ya kufanya kazi na yeye, na ni mtu mwadilifu, na nimejua sasa uadilifu huu wa huyu Mungwana Farid ilitokana na mzee huyu Mung'aro Baya Gideon. Na amesema huyu bwana ya kwamba aliwaunganisha wa Mijikenda na wale wengine wote. Akawa ni mtu tumeambiwa aliamini kwa broad based, kwa sababu alitaka wananchi wote wakuwe pamoja. Fuata huyu mzee kwa vitendo vyenu. Hapa Kilifi, hata kabla ya broad based, tayari mlikuwa mmeweka broad based. Kwa sababu hapa Kilifi, boma hii, hapa Dabaso, mlimchagua governor wa ODM, mkamchagua mbunge wa UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni broad based, si broad based. Nyinyi ndio mlianzisha mambo hapa. Leo Kilifi nzima, wakati mimi na baba tumekubaliana tuunganishe taifa letu la Kenya, tulisoma kutoka kwenu na kutoka kwa mzee huyu umuhimu wa umoja na watu kushirikiana, ndio tuweze kujenga
moja lenye nguvu ambalo litabeba Wakenya wote. Vile vile mumesikia vizuri ya kwamba mzee huyu alichangia sehemu kubwa kwa mambo ya elimu. Mmesikia shule ya Ngala Girls, shule ya Dabaso hapa na mashule mengine mengi ambayo alichangia mzee. Na ndio sababu hiyo hata na sisi tulio na nafasi ya uongozi sasa, tukifuata maagizo ya mzee huyu na vile alivyofanya, ndio tunasema elimu ikiwa ndio kiini na sababu ya sisi kujumuika na kuungana, tukijua ya kwamba kama kuna njia ya kuwezesha jamii, kama kuna njia ya kuwezesha nchi, ni kuhakikisha ya kwamba masomo yanapatikana kwa kila mwananchi. Na ndio sababu hiyo tumeweka sasa pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Tumeajiri walimu 76,000, tunaongeza wengine 20,000 mwaka huu. Vile mzee alivyopenda elimu, ndivyo tunavyokuza elimu. Ndio sababu tumesema ya kwamba masomo ya Technical Training College ama ya university isiwe kwa Wakenya wanaoweza peke yao. Iwe ni haki ya kila Mkenya, hata watoto wa kutoka jamii maskini waweze kwenda katika university pia. Na ndio sababu tumebadilisha msimamo. Sasa watoto kutoka jamii maskini tunawalipia 95% scholarship, ili tuweke usawa katika mambo ya elimu katika taifa letu la Kenya. Vile vile nimesimama hapa kwa shule. Wale wanafunzi wa shule wakaniambia ya kwamba shule lile lilianzishwa na mzee, na ndio nikakubali ya kwamba huyu Owen Baya akuje next week achukue bus alete kwa hiyo shule iweze kunawiri na kuendelea mbele, tukifuatilia yale mzee alijenga. Na sio pale peke yake, tutazidi na kushirikiana katika nafasi zingine nyingi ya masomo ya watoto wetu, tukisoma kutoka shujaa huyu aliyelazwa hapa. Vile vile katika harakati ya maendeleo, sehemu kubwa imechangia mzee huyu. Na ndio sababu hiyo watu wa hapa Kilifi, kwa kura zenu, kwa maombi yenu, mkatusaidia tukaunda serikali. Na mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kukubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, tushikanishe pamoja, kwa sababu ya muhimu ni taifa letu la Kenya. Ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, wiki baada ya nyingine, mwezi baada ya mwingine, mwaka baada ya mwingine, lakini tuchangie sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja, maendeleo ni mambo ya kila siku katika taifa letu la Kenya. Sababu hiyo ndio mimi nataka niseme, nilikuja hapa 2013 nikawaeleza ya kwamba katika ile mpango yetu ya kusongesha taifa letu la Kenya mbele, Kilifi tutahakikisha kwamba iko katikati. Na wakati tumeunganisha broad based, sasa ndio ikawekwa kasi hiyo mambo ya Kilifi kuwa ndani na katikati ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Barabara tulikubaliana na nyinyi kutoka pale Nyali Bridge. Nyinyi mkienda Mombasa siku hizi mnaona kuna mjengo mkubwa inaendelea, kwa sababu tunataka kupanua iwe dual carriageway, tuondoe msongamano
turahisishe usafiri na tuhakikishe kwamba tunazalisha uchumi wa sehemu hii. Kwa hivyo tutaweka dual carriageway mpaka pale kwa Gashengo baada ya Mtwapa, alafu hiyo ingine mpaka hapa Kilifi tumeirekebisha. Awamu ya pili tutairekebisha kutoka hapa mpaka Kilifi mpaka Malindi. Hiyo ni awamu ya pili. Vile vile tumeongea na wabunge wenu, barabara ilikuwa imekwama huku zaidi kwa sababu ya mambo yalivyo katika mambo ya uchumi. Tumerekebisha uchumi sasa. Sasa tumepata pesa ya kutosha ya kujenga mabarabara zetu. Ndio sababu barabara ya kutoka Bamburi, Mwakirunge kuja Kaloleni tumemrudisha contractor, sasa atamaliza hiyo barabara. Barabara hii mmenieleza ati mambo ilipinduliwa na huyu Owen. Barabara ilikuwa ianze kule Bamba kwa sababu mnajua tulianzisha barabara ya kutoka kule Kaloleni kaja Bamba, sio? Mariakani kaja Bamba, ambayo ilikuwa imeundiwa mpaka Wimbo. Lakini sasa mimi nikasema na mimi nitatoa hiyo barabara Bamba ikuje Ganze ikuje Kilifi. Kilomita 56. Ile ingine ilikuwa kilomita 22. Hii kilomita 56 ni kweli contractor alikuwa na matatizo, lakini sasa nimemlipa ile pesa alikuwa anatudai, nimeongezea pesa na nimeweka katika budget pesa ya kukamilisha hii barabara yenu. Tungule amesema mambo sio mazuri sana kwa sababu mambo yalipinduliwa hapo katikati. Na nitakueleza Bwana Tungule, nitafanya ukarabati. Ndio hii barabara ianze na huku Kilifi, lakini vile vile itoke na huko Bamba. Ndio tukutanishe katikati. So tutafuatana na wewe ndio tukubaliane vile huyo mwanakandarasi atafanya kazi hiyo. Ni kweli mbunge wa Kilifi Malindi amenieleza kuhusu barabara ya Salagate. Na tayari nimeamurisha kwamba hiyo barabara irekebishwe, tuweke another overlay. Ndio hiyo barabara tusipoteze. Mnajua tumekamilisha sasa ile daraja ya Baricho na kuunganisha hiyo barabara mpaka Marafa, na ile imebaki kidogo sasa ni kuchukua ile barabara ambayo inaenda Salagate niunganishe na kule mahali tunataka kuzalisha chakula kule Galana Kulalu. Pale pia tumeweka pesa sasa ya kukamilisha daraja na kuunganisha Malindi na kule Galana Kulalu ndio tuweze kutoa chakula kule, watu wa hapa tuondoe njaa, kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba hapa pwani inakuwa gala mpya ya taifa letu la Kenya. Na tuko na barabara zingine ambazo tumeshakubaliana na viongozi wenu tutazishughulikia, kwa sababu najua pwani hii ilibaki nyuma kwa kiasi, lakini sasa mimi nawahakikishia pwani haitabaki nyuma tena tukisonga mbele. Vile vile nimekubaliana na hawa viongozi wote ya kwamba kwa kuunganisha stima vile vile tulikuwa na changamoto kubwa hapa pwani, kwa sababu hata kufika stima hapa katika ile main grid ilikuwa na matatizo. Sasa tumeweka pesa ile transmission line kubwa kutoka kule Malindi kupitia Weru kuja hapa Kilifi. We have committed 3 billion shillings to do that project. Na vile vile tumeongeza ingine kutoka kule Kaloleni ije pia mpaka hapa Kilifi. Na tayari tumekubaliana na hawa viongozi, kila mbunge anajua ile pesa tumewawekea kwa ile last mile connectivity. Kabla ya Disemba mwaka huu nimeamurisha ya kwamba wananchi manyumba 22,000 mpya ziunganishwe na stima kati ya sasa na Disemba mwaka huu,
na tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2.2 ya kuhakikisha kazi hiyo inakamilika. Na tunafanya hivyo kwa sababu ya affirmative action. Yaani ile pwani ilibaki nyuma kiasi, lazima tuwapatie zaidi ya wale wengine wanavyopata, ndio washikamane na wale wengine. Vile vile mumenieleza mambo ya ardhi ya sehemu hii, na naelewa vizuri sana mambo ya ardhi. Na manifesto ya ODM na manifesto ya Kenya Kwanza ni sawa kwa mambo ya ardhi. Na ndio sababu inarahisisha mambo yetu pale. Nataka niwashukuru hawa ndugu zangu. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Kingi, Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa Mvurya na viongozi wa sehemu hii wakiwemo magavana. Hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunaondoa uskwota pwani hii imeanza kwa kasi. Nikiongea na nyinyi hapa leo, tuko na hati miliki ambazo zimekamilika karibu 40,000 ambazo ziko tayari. Nikirudi hapa nafasi hiyo ingine tutakuja kupatiana. Tuko na zingine karibu 30,000 ambazo zinaendelea saa hizi. Sabaha hapa, Weru, Takaungu, sehemu ile ya Kamale, mahali tulikuwa juzi, sehemu ya Zangalaweni, Jilore. Hizo sehemu zote tunazishughulikia kwa sababu Kayafungo, unajua pale Kayafungo tumekuwa na matatizo makubwa sana. So we are trying to straighten. Umesikia mbunge wetu wa Rabai anasema zake 15,000 ziko tayari. Mheshimiwa, itakuwa huko hivi karibuni kuzipatiana. Na katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza shilingi bilioni 2.8 ya kuendesha hiyo program ya kuhakikisha kwamba tunaondoa uskwota hapa pwani. Kwa sababu ndio ahadi yetu, na tumekubaliana na viongozi wenu vile kazi hiyo itafanyika. Vile ningependa nikikamilisha kusema ya kwamba yale mbunge wa kule Ganze amesema kuhusu Ndofu, lituma askari wetu wa KWS wamekuwa huko, lakini wanakubaliana na mimi ya kwamba hiyo tatizo ni kubwa, na dawa yake sasa ni kuweka ua ama fence ndio tuondoe tatizo hilo kwa kikamilifu. Kwa hivyo mheshimiwa, tutapangana tuhakikisha kwamba sehemu ile inawekwa fence ndio tuweze kusukuma mambo haya mbele. Mimi pia nataka niwapongeze watu wa Kilifi. Leo asubuhi nilipatiwa taarifa wakati nilikuwa napitia taarifa kwamba watu wa Kilifi 1437 wamejiandikisha kwa SHA. Mimi nasema kwa watu wa Kilifi pongezi, na mpango yetu hapo kwa SHA, mimi nataka muelewe. Pale nyuma wananchi wengi waliuza mali yao, wakauza mbuzi na kondoo na mifugo, wakauza ardhi kwenda kulipia gharama ya hospitali. Tumesema hatutaki gharama ya hospitali ama hatutaki matibabu yawe ni starehe ya watu wanaojiweza ama matajiri. Tunasema matibabu ni haki ya kila Mkenya, kwa sababu katiba ndio inasema hivyo. Na ndio sababu hiyo wewe Mkenya na kuuliza, hospitali unakokwenda bora ujisajili. Level 1 utatibiwa bila malipo yoyote. Level 2 utatibiwa bila malipo yoyote. Level 3 utatibiwa bila malipo yoyote. Level 4 utatibiwa bila malipo yoyote. Kuanzia level 5 kwenda mbele ndio sasa wale wenye wako na uwezo wa kulipia mambo ya SHA utalipa kulingana na uwezo wako. Wale ambao hamuna uwezo tutawalipia kama serikali. Ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anawachwa nyuma kwa mambo ya kuhakikisha ya kwamba matibabu inapatikana kwa Wakenya wote. Huyu Mng'aro watawaeleza
nimeeleza ya kwamba tumekubaliana na wao vile madawa itapatikana. Tunajua changamoto kubwa ya mahospitali ni kwamba hakuna dawa kwa mahospitali. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumekubaliana na wao vile KEMSA tutarekebisha, delivery tutarekebisha, na tumekubaliana ya kwamba madawa yakitoka Nairobi hayakuji tena Kilifi kwa headquarters. Madawa ikitoka Nairobi inaenda moja kwa moja mpaka dispensary ama hospitali mahali popote ilipo. Ndio tuache mambo ambayo saa zingine madawa inakuja inakaa pale Kilifi mpaka ina expire, watu wakingojea madawa kule kwenye mahospitali. Kwa hivyo hiyo shughuli yote tunashughulika pamoja. Mheshimiwa Baya amenieleza kuhusu mambo ya maji. Ameniuliza mambo matatu. Ameniuliza mambo ya write off. Akaniuliza mambo ya kulipa ile deni iko ya milioni 100 kwa sasa, na akaniuliza mambo ya solarization. Nimeongea na watu wa wizara na tumekubaliana. Kwanza mambo ya write off. Si ndio? Anasema iko bilioni 3. Nitaenda kwanza kuchunguza hii bilioni 3 ilifikaje hii bilioni 3. Kama kuna mtu aliiba, kwanza huyo ni mfunge. Lakini sasa tukishakubaliana deni ndio hii, nitapitisha kwa cabinet iwe write off, nitalete bunge, wewe utashughulikia tuweke write off. Vile tumefanya zile zingine zote. Ya pili, mambo ya solarization. Tayari tunaongea na watu wa private sector under PPP arrangement. Kwa hivyo hiyo mpango ya solarization ni kuhakikisha kwamba ile maji tusitumie tena stima ya kulipwa, pale tuweke solar energy. Ndio iwe inasukuma maji bila malipo yoyote. Hiyo pia tushakubaliana. Lakini hapa sasa kwa hii pesa hii ingine hii umesema, hapo ndio iko kizungumkuti kidogo. Kwa sababu nimeelezwa hivi Bwana Baya kwamba kuna wananchi wanalipa, lakini ile mwananchi analipa haifiki kwa Kenya Power. Hapa katikati iko namna hii. Sasa kwanza tutatue hiyo tatizo. Huyu ni nani yako hapa katikati? Analipiwa na alipi huko. Si ndio? Mnataka mlipe pesa zenu mtu afanyie kizungumkuti hapo alafu kule isilipwe. So tutachunguza mimi na wewe, tujue where is the problem. Alafu tukishatatua hiyo matatizo, hawa watu maji yao itakuwa kila wakati. Ndugu zangu watu wa Kilifi, wacha nisiseme kuzidi hapo. Mimi nimesema haya yote kwa sababu mzee huyu alikuwa ni mzee mpenda maendeleo. Alichangia sehemu kubwa katika uongozi na katika maendeleo ya hapa Kilifi. Na ni vizuri nije hapa kama kiongozi wa taifa hii niwatie moyo ya kwamba yale mzee alianzisha kujenga taifa na kuleta taifa letu la Kenya pamoja ni ya muhimu. Niwahakikishie ya kwamba tutafanya bidii, mimi kama kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, nikisaidiwa na baba hapa na viongozi wengine wote, tutaunganisha taifa letu la Kenya iwe ni mahali hakuna chuki, hakuna ukabila, hakuna kisirani. Sote tunaishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja, na tushughulike na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Hapa Galana tumeanza awamu ya kwanza 40,000 acres. Tumeanza mambo ya kuzalisha chakula. Mtaona mkienda kule. Nilikuwa kule juzi. Tumeanza ekari za kwanza 8,000 zinapandwa sasa. But the program is to do the first 40,000 acres. Pale Bura, huyu governor wa Tana River atawaeleza. Pale tumeanza kuleta waegezaji. We want to do another 40,000 acres. Pale Tana Delta vile vile tumetafuta waegezaji ambao watatusaidia kuzalisha chakula. Kwa sababu hatutaki aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na
ya njaa ni kuhakikisha ya kwamba tuko na mikakati na mipango ya kuzalisha chakula ya kutosha. Vile vile tuhakikishe ya kwamba wananchi wetu wanapata matibabu. Tuhakikishe ya kwamba mpango yetu ya kuzalisha ajira kwa vijana inaendelea mbele. Na mimi nataka nimshukuru, mmenipatia kijana huyu Fikirini. Huyu kijana ni kijana mzuri ambaye sasa nimempatia kazi ya kuangalia mambo ya vijana. Na kazi yake ya kwanza ambayo atakayofanya na wenzake, tuko na pesa shilingi bilioni 5. Tunataka kumpatia vijana kwa kila ward. Unisikize vizuri. Kila ward tunataka wafanyabiashara 70 kwa kila ward. Kila mfanyabiashara tumpatie 50,000 ya kuendesha biashara yake. Tuko na mpango vile vile. Huyu Fikirini yako na mambo, huyu msimuone mdogo hivyo. Na atapangana na nyinyi. Ya pili, tumekubaliana ya kwamba vijana 1,110 tuwaweke katika mpango wa Climate Works. Kila county itakuwa na sehemu ya hawa vijana. Na tutashirikiana na wabunge na wale wengine wote katika harakati hiyo. Vile Mheshimiwa Prime Minister alivyosema, kupanga mambo ya makazi. Hapa Kilifi kwa sasa tumepatiana kandarasi ya manyumba 5,000. Tunahitaji vijana zaidi ya 4,000 kufanya kazi hiyo. Vijana mjipange, kwa sababu vile Mheshimiwa Prime Minister amesema, hatutaki kupoteza mashamba yetu ya kuzalisha chakula kwa makazi. Tunataka tuwe na mpango, kuwe na manyumba, pale kuwe na hospitali, pale kuwe na soko, pale kuwe na shule, pale kuwe pia na mahali kama ni ICT hub, mahali vijana wanaweza kufanya kazi. Hiyo ndio mpango ambayo tuko nayo, the one we are rolling out across Kenya. Pale mambo ni matatu. Ya kwanza, tuwaweke Wakenya katika makazi mazuri. Ya pili, tuwe na nafasi ya ajira ya vijana wengi kufanya kazi. Na ya tatu, tuzuie kugawanya ardhi ili tuwe na ardhi ya kuzalisha chakula, tusiwe na njaa katika taifa letu la Kenya. So this is the commitment that I give to you. Na mimi nataka niwaulize Wakenya wenzetu, mbali na tofauti tulizo nazo za kisiasa, mbali na mirengo ya hapa na pale, mimi nataka niwaulize Wakenya, tuhakikishe ya kwamba tunalenga mipango ambayo itabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Tujenge barabara, tuzalishe uchumi. Tushughulike na kilimo, tuhakikishe ya kwamba tunaondoa njaa. Tupange nafasi za ajira wa vijana wetu wa Kenya. Tuhakikishe ya kwamba kuna matibabu katika mahospitali yetu. Hiyo ndio ya muhimu, sio kiongozi gani apate nini, sehemu gani wapate nini. Ya muhimu ni umoja wetu na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu, nitakaa hapo. We must remain focused in making sure that we do the things that will transform our nation. And therefore I want to ask fellow citizens, we may be of different opinions, we may have different strategies, but we must have a nation first. And secondly, we must be united as a nation so that we can build this nation together. And we must concentrate on the transformation of Kenya. Transform our agriculture for food security. Transform our housing program to create jobs. Transform our universal health coverage to create opportunities for every Kenyan to be treated in a fair and dignified manner, and to move this country forward together. On that, I am all in, and I will make sure that we transform our nation. Na wauliza, hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano, pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali,
yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili, na ni nafasi yetu na ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tunalinda amani ya taifa letu la Kenya, na yale yote tunayafanya yawe chini ya sheria, na tuhakikishe ya kwamba hatuharibu amani ya taifa letu la Kenya na hatupotezi nafasi ya sisi wote kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana ndugu zangu, watu wa hapa Dabaso, watu wa Kilifi, ndugu yangu Gideon Mungaro Junior. Acha niseme hiyo leo kwa sababu sasa ndio nimejua leo vile mambo yalivyokuwa. Niseme asante sana na familia yenu yote, my good friend Major and all the other people of this family. We want to say truly our deepest condolences to you and to your family on this very sad moment as we bid bye-bye to mzee. Asanteni sana, nawatakia baraka ya Mungu. Maaskofu wetu, poleni kama tumechukua muda mrefu. Mimi ndio askofu ya hawa waliongea mbele yenu, lakini nyinyi ndio maaskofu wetu wa kushughulika na mambo ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Asanteni sana, tunawaenzi, tunawapenda. Mungu awabariki watu wa Kilifi, na turudi tena. Kuna jamaa moja hapa alisema ati sijui nitarudi siku ingine ikiwa mambo ya sijui nani. Mimi nitarudi